Mwaka 1906 tuliwapoteza mashujaa wetu 67 walionyongwa hadi kufa na wakoloni wa Kijerumani. Na sababu kubwa ya kunyongwa kwao ni moja tu: kukataa utumwa. Hawa walikubali kufa, lakini sio kutumikishwa katika nchi yao. Walikamatwa na kuwekwa gerezani, ambapo kabla ya kunyongwa walikuwa wakitolewa gerezani na kupitishwa katika njia hii hadi katika eneo ambako walipewa kazi ya kuchimba shimo kubwa. Walichimba shimo hilo bila kujua ni la nini, lakini kumbe masikini mashujaa hawa walikuwa wakichimba kaburi lao watakalozikwa wao wenyewe. Wajerumani walipoona sasa shimo hilo limetosha kuwa kaburi, ndipo mnamo tarehe 27 Februari 1906 walipoletwa katika eneo hili na kuanza kunyongwa hadi mashujaa 66 wakafa. Na eneo hili ndilo linaloitwa Manyongeo hadi hivi leo. Baada ya kunyongwa, miili yao ikaletwa ikipitishwa katika njia ile ile waliokuwa wakipita kwenda kuchimba lile shimo, na kisha kuzikwa katika kaburi hilo la pamoja ambalo walilichimba wenyewe. Hao ni wale 66, na mmoja anayekamilisha hesabu ya 67 ana simulizi yake ya kipekee. Huyu ni Nduna Songea Luafumbano, aliyekuwa chifu msaidizi, ambaye yeye wakoloni walitaka kumwacha hai ili wamtumie kama kibaraka wao, lakini Nduna Songea alikataa kata na kutaka anyongwe kwa kuwa wenzake walikuwa tayari wameshauawa. Wakoloni wakaamua kumnyonga na yeye. Ndipo mnamo tarehe 2 Machi 1906 wakaanza zoezi la kumnyonga, ambalo hata hivyo halikuwa rahisi, likishindikana kwa zaidi ya mara 3, kamba ya kumnyongea ikikatika kabla ya kuondoa uhai wake. Wajerumani wakastaajabia jambo hilo. Walipoona hawafanikiwi, wakachukua bunduki na kumpiga risasi, ndipo wakafanikiwa kumuua Nduna Songea. Waliamua kumkata kichwa chake na kukisafirisha hadi Ujerumani. Wakamzika mwili ukiwa hauna kichwa kwenye kaburi hili hapa la peke yake. Kutokana na maajabu na ushujaa wa Nduna Songea, Wajerumani wakaamua kuliita eneo alipozikwa kwa jina lake, yani Songea. Na hii ndiyo Songea ya leo. Hii ndiyo historia ya mashujaa hawa, inayoumiza lakini imeacha alama kubwa ya uzalendo. Na eneo walipozikwa linabaki kuwa makumbusho ya mashujaa hawa, ambao sasa kila mwaka tunafanya maadhimisho ya kuwaenzi kila tarehe 27 Februari. Na kwa mwaka huu 2026 tunaadhimisha na kauli mbiu ya utamaduni wetu ndio nguvu yetu, kwa maendeleo ya utalii na uchumi wetu.